Bila shaka tutamatisha taarifa hizi na taarifa hii. Mwanamke mwenye umri wa miaka 25 kutoka jiji la Eldoret amekiuka vikwazo vyote vya kujenga biashara ya uuzaji wa majeneza. Sharon Chebet, mama ya watoto watatu, amebadilisha kumbukumbu chungu ya utotoni kuwa dhamira na kufungua duka lake kando ya barabara ya Kisumu ili kuwaliwaza waliofiwa. Licha unyanyapaa, ukosoaji mitandaoni na shinikizo kutoka kwa familia, amekataa kuacha. Kwa siku 4 zilizopita amekuwa akizungumzwa mitandaoni baada ya kuzungumza hadharani katika mkutano wa vijana wa serikali kuhusu kazi yake, ila hili halijampiga mshipa. Elvis Kosgei na maelezo zaidi. Eneo la Pioneer pembezoni mwa mto Sosiani, masafa ya majeneza ya heshima na ya bei nafuu yamepangwa huku magari na shughuli za kila siku zikipita. Hii si aina ya biashara ambayo vijana wengi huchagua. Watu katika jamii wanaiona utengenezaji na uuzaji wa majeneza kuwa mwiko. Marafiki na ndugu wamehoji uamuzi wake, huku baadhi ya watu mtandaoni wakitia shaka nia yake na asili yake. Hata hivyo, Sharon anaendelea kuyatia masikio pamba. Nimejihusisha na biashara inao deal na watu wenye wamekufa, which inaleta tabu katika community yetu. Wengine wanasema ndio nipate kazi ni kama naendanga kanisa naomba Mungu watu wakufe ndio nipate kazi, of which siombi watu wakufe ndio nipate kazi. Obvious kifo iko, kila mtu lazima akufe. Hatujui siku zetu za kukufa, lakini kifo iko. So kama mtu ashaenda, mimi nilijitolea nikuwe na wasaidia wenye walishaenda, wenye wana nguvu ya kukuja kufanya hii shughuli. Mimi nikajitolea, wacha mimi nifanye hiyo shughuli. Wazo lake lilianzia katika huzuni. Mnamo mwaka 2000 baba yake alifariki kule Londiani, kaunti ya Kericho. Umaskini kipindi hicho ulimaanisha kuwa familia ilianza kutegemea jeneza la kujitengenezea lilofungwa kwa blanketi. Mzazi wangu alikufa miaka iliyopita 2000 na tuko na kitu, akawa amezikwa na mfano wa jeneza. So hiyo imekuwa ikini drive. I work hard in my family. Nikienda mahali wananiuliza makaratasi na sina hizo makaratasi. Nimetafuta kazi hata casual work hii ya kawaida, mtu siku hizi wanataka connection na mimi nilikosa. Mwezi wa Novemba mwaka uliopita alitumia akiba yake kununua majeneza 5 ya bei nafuu na kuanza biashara yake. Tangu mwanzo lengo lake lilikuwa upatikanaji kwa wote. Biliwa na maneno kama ya rent, but kwa sasa hii at least atufungiwe nyumba venye tulikuwa tunafungiwa. Sasa hii inanisaidia, naweza lipa rent. Tena inatusaidia kupata chakula. Ilikuwa tunafika mahali hatuwezi pata hiyo chakula, watoto kwenda shule. Kwa familia yetu kuna watoto bado wanasoma na wote wananitegemea. Hivyo madai yamezuka kwamba anatamani vifo zaidi ili apate biashara. Tangu watu waanze kujua kwamba nauza jeneza, waje receive the news good, wajeifurahia. Kwa ilicha kuwa natoka katika community ya Kalenjins, wanaona kama ni tabu msichana hata kufanya hiyo kazi. Waamini kama mimi ni Mkalenjin. Na si Sharon tu ambaye anakabiliana na hukumu. Wanawake wengine Eldoret wanauza majeneza wanasema wanapitia hali kama hiyo. You look at it in a positive way, it is a need because you come at a time when someone is in need and you're able to provide the services that they need. So to demystify it is just we are helping families go through grief. Kuna challenges but tunangangana tunayo. Kuna watu wataweza kuja wafika kuulize mbona umependa kuuza sanduku, unatakia watu wakufe. But in reality tukiona kifo iko, isi skari yenye ati obvious unakuja kila siku lazima uuze. Sasa zingine huwezi fanya nini? Huwezi uza. Unaweza uza once in a week. So hii kazi inataka uvumilivu. Jirani huko neighbor akiwa mgonjwa, mtu naogopa kwenda kuona mgonjwa juu anaweza sema umemtakia akufe haraka ndio upate kazi. Lakini sio hivyo, tunaenda kuona kama jirani yetu. Lakini watu wanatufikiria vibaya, wanaweza ona umeitia kifo mtu akufe haraka. Taswira aliyopata wiki iliyopita imeleta wateja wapya na maswali magumu, lakini pia umeonyesha kuwa kuna watu wengi ambao wako tayari kuzungumzia mada zinazokuwepo mbele ya umma. Elvis Kosgei, KTN, katika kaunti ya Uasin Gishu.
katika wakati mgumu wanakuhudumia kwa heshima na utu. Ndio kazi yao. Wakati huu ambapo wewe huwa limekukwaza, wao hawana budi ila kukuliwaza kwa kukutafutia mahali salama pa kupumzisha watu wako ama wewe mwenyewe kupumzika. Nataka nikuache na utabiri wa hali ya hewa. Hapo ndipo ninapofika tamati ya taarifa hizi za KTN leo usiku huu wa leo wa Jumanne. Mimi wanakwetu ananiita Suleiman Yeri. Mwenzangu alionisaidia taarifa hizi kwa lugha ishara ni Angel Lois. Kwa heri, ubaki na wingi wa kheri. Mimi ni Suleiman Yeri.